Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani, tuangalie baadhi ya mambo yanayoifanya nchi yetu iwe kati ya nchi ambazo ni maskini Afrika badala ya kuwa kati ya nchi ambayo ina maendeleo mengi sana ya vitu vingi sana kutokana na mali ambazo tulizonazo, kutokana na rasilimali ambazo zipo nchini. Kitu cha kwanza ambacho mimi naweza nikasema, Kongo ni kati ya nchi maskini Afrika. Hiyo ni kweli. Lakini Kongo sio kati ya zile nchi za mwisho ambazo zina uchumi mdogo sana Afrika kutokana na ukubwa wa nchi yetu na rasilimali ambazo zipo nchini. Ukiangalia kwa mambo ambayo yanayopitikana nyumbani kwetu, vita, vurugu, masuala ya siasa, jeshi ambalo alipo imara, mambo mengi sana, kutishiwa, kuuawa na wageni wenzetu kutoka Rwanda, kusumbuliwa na nchi za majirani. Lakini Kongo hata hivyo sio kati ya zile nchi za mwisho kabisa ambazo ni maskini hapo Afrika. Kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tuangalie, hizi nchi ambazo zimepiga hatua ni nchi ambazo kidogo serikali yao inakuwa hipo stable. Unajua serikali ni kitu muhimu sana kwenye masuala ya maendeleo ya nchi. Sasa hivi unaweza ukaona kuna kidogo hatua ambazo zimeendelea kidogo kwenye huu uongozi wa Tshisekedi, tofauti na uongozi ambao aliyekuwepo Joseph Kabila. Ndani ya miaka 18 hakuna kitu chochote ambacho alikifanya kinaweza kikatufanya sisi Wakongomani tukae tukizungumza maendeleo ya nchi yetu na nchi zingine za majirani zikaelewa nini ambacho tunachoongea. Kwa sababu kwanza, taarifa ambazo zinazochapishwa kutoka Kongo ni za kuifanya Kongo isifanye hatua za kimaendeleo kutokana na hizo takwimu ambazo wanazozitoa wazungu, kwa sababu hizi takwimu wanaangalia wazungu. Lakini ukiangalia kwa nchi yetu ilivyo kubwa, kwa population ambayo tulionayo na maisha ambayo tunayoishi, sawa, kuna watu wanaishi maisha ya shida, lakini ukilinganisha na nchi zingine hata hizi za majirani, unaweza ukakuta uchumi wetu au uchumi wa nchi yetu haupo mbali sana na hizi nchi kama Burundi, Uganda, Tanzania na nchi zingine tu za Afrika. Sasa wanaochapisha hizi taarifa za kusema kwamba hii nchi ni maskini ni hawa wazungu, lakini kiuhalisia Kongo na mambo ambayo tunayopitia sisi, tungekuwa tuna amani kama hizi zingine nchi ambazo zipo karibu na nchi yetu, nafikiri tungekuwa tushawapita mbali sana. Kama sasa hivi umaskini wetu ambao nao tajwa haupo mbali sana na Tanzania, Uganda, Kenya, Rwanda na nchi zingine nyingi za Afrika, utakuja kuangalia kwamba sisi tunafanya vizuri hata kama nchi yetu ina vurugu na watu wanauawa mara kwa mara na hakuna usalama wa kutosha. Lakini tuangalie vitu vya kisasa ambavyo vinavyofanya hizi zingine nchi zipate maendeleo. Kitu cha kwanza ambacho kinachofanya hizi nchi za majirani zetu wapate maendeleo ni masuala ya utalii. Yaani wazungu wanaingia kwenye hizi nchi kuendeleza maeneo yao, kwa sababu mzungu akishakuja kufanya utalii ndipo anapopataga idea ya kuanzisha kitu fulani, na huu utalii unaisababisha serikali kujenga vitu vya kisasa kama airport nzuri, kutengeneza ndege ambazo zitaungana na huu mchakato wa kuleta wageni mara kwa mara, ili nchi isionekane kuwa ni nchi ya chini sana, kwa sababu wazungu nao wanaangalia mazingira na kingine ambacho wanachoangalia ni usalama. Sasa usalama nao unasaidia hizi nchi kupata watalii. Lakini ukiangalia katika nchi ambazo zina historia, zina mbuga za wanyama nyingi sana ambazo wazungu wangekuja kutembelea, Kongo hauwezi ukaiacha kwenye nchi za Afrika ambazo tuna wanyama wa aina nyingi sana, tena tuna mapori makubwa sana, na hivi ndivyo vitu ambavyo wazungu wanavitaka. Kitu kingine ambacho
kinachosababisha nchi yetu ikose mwelekeo kwa upande wa maendeleo ni serikali kuwekeza kwenye masuala ya barabara, kwa sababu barabara ni kitu ambacho kina connect mji mmoja kwenye mji mwingine kwa upande wa kusafirisha mizigo na kufanya wale wanaofanya kilimo na biashara nyingi tofauti tofauti wanaenda pale na wanapata access ya kuchukua mizigo bila shida yoyote, maana utaagiza mzigo wako na mzigo unakufikia baada ya muda ambao wale ambao wanaofanya hiyo kazi watakuambia. Sasa ukiangalia sisi badala ya kuagiza mizigo kutoka maeneo yetu sisi wenyewe, huwa tunaagiza mizigo kwenye nchi jirani, kwa sababu inakuwa ngumu sana sisi kutengeneza viwanda ambavyo vinaweza vikasafirisha kama vinywaji au vitu mbalimbali, au kutengeneza kampuni ambazo zinaweza zikasambaza vinywaji au bidhaa tofauti tofauti kwenye miji ya Kongo. Sasa hichi ni kitu kingine ambacho kinachofanya nchi yetu iwe nyuma. Sasa nchi ambazo zinazotembelewa mara kwa mara na wazungu ndizo nchi ambazo zinazopata fursa ya kwenda kukopa hela za kufanya maendeleo zaidi kwa ile mikataba ambayo watakayoandikiana. Lakini kitu kingine ambacho inatakiwa tukielewe, siku hizi tumemuona rais wetu anaenda nje ya nchi sana, anasafiri, anaenda maeneo mbalimbali. Hiyo ni njia nyingine ya kutafuta maendeleo ya nchi, kutafuta connection na hizi nchi za watu wa Ulaya pamoja na Marekani. Hapa ni kuhakikisha umefanya mikataba au makubaliano ambayo yanakupa na wewe favor ya kufanya yale unayoyataka. Kwa mfano, una madini, una kitu chochote kile ambacho najua wazungu wanakipenda kwenye nchi yako, inabidi mufanye mikataba ambapo mnasema kwamba sisi tutawapa kiasi hichi cha madini au dhahabu au hizi mali, nyinyi mtujengee, kama ni airport mtujengee shule, mtujengee mtujengee mabarabara, mtujengee viwanda ambavyo vitatupa au vitawapa wananchi wetu makazi, yani sehemu za kufanyia kazi au ajira. Sasa ukiangalia huu mlolongo wa hivi vitu ni vitu ambavyo vimeenda kuzuiwa na majirani zetu Rwanda wanaenda huko kimataifa kupitia mgongo wa nchi yetu kuzitumia rasilimali zetu kujifanya wao ndiyo wamiliki wa hizi mali na kuendeleza nchi yao, na huku kuacha nchi yetu ipo kwenye msukosuko, mauaji, na hivyo kuwapa wazungu uoga wa kuona kwamba wanaweza kaenda Kongo na wakarudi kwa amani au kwa usalama bila kupatwa na kitu chochote. Sasa ukisha Google, kwa sababu mzungu kabla hajakata ndege anaangaliaga Google nini kinachoendelea nchini au kwenye nchi fulani, nini ambacho anaweza kaenda akaangalia. Sasa ushangae mzungu anaweza kaenda kutoka Maulaya huko anaenda Tanzania, mpaka wengine wanafika maeneo ya Kigoma kwa sisi ambao tuliishi Kigoma. Sasa utaangalia, je, Kigoma ni sehemu nzuri ya kutalii kuliko maeneo mengine ya nchi yetu? Hapana, hilo ni hapana. Lakini kinachoangaliwa kwamba nchi hiyo ina amani, kuna usalama wa yeye kwenda kutoka pale anapoishi akaenda kwenye mji mkuu kama Kinshasa na kashuka chini kabisa mpaka maeneo ya Fizi kule na akarudi salama. Usalama ni kitu ambacho kinachosaidia nchi kuendelea kiuchumi, na connection na kuwaingiza hawa wazungu kama utalii wanasaidia serikali kujenga vitu vipya. Kama unaweza ukapewa tenda ya uwanja, masuala haya ya maendeleo yanaweza yakaja kwako kutokana na reputation ya nchi yako, na usalama ni kitu ambacho kinachosaidia hivi vitu viwe vinasaidia kwa upande wa maendeleo. Mziki unasaidia nchi yetu kuwa na maendeleo, maana tunaonyesha wasanii wetu wanajulikana, lakini au play part kubwa kwa upande wa kuitafutia nchi yetu maendeleo yale sisi wakongomani tunayotaka. Kongo ikiwa nchi ambayo itakuwa stable ndani ya miaka 20 kama nchi zingine za Afrika, hizi nchi ambazo tuko nazo majirani tutaziacha mbali sana. Maana kwa vurugu ambazo tunazopitia, kwa changamoto ambazo zipo nyumbani kwetu,
hizi nchi kiuchumi, ukiangalia in general, utakuja kugundua kwamba yani utofauti wa utajiri wa hizi nchi za karibu haupo mkubwa sana. Hakuna gap kubwa sana ya utajiri wao pamoja na nchi yetu ukilinganisha. Sasa hii inakwambia nini ambacho unatakiwa ukielewe kuhusiana na nchi yetu? Kongo ni nchi kubwa sana. Kongo mna vitu vingi sana, na Kongo ni kati ya nchi za Afrika ambazo zina historia. Kongo ikipata amani, Kongo isipokuwa na vurugu, na Kongo ikipata viongozi ambao watakuwa ni wazuri, ni muda mchache sana Kongo ibadilike kimaendeleo, maana Kongo ina vijana ambao wanaofanya kazi tofauti na nchi zingine. Mimi nakwambia ukweli, Wakongomani na wajua, na Kongo ina makabila mengi sana. Sio hata sisi ambao tunaongea ndio tunaweza tukasema kwamba sisi ni Wakongomani tu. Kongo ina watu wengi sana. Kwa hiyo amani na connection ya hawa mabeberu nchi za huku Ulaya na Marekani ukiwa nazo sawa, akienda kumzuia Kagame asitumie nchi yetu kuiendeleza nchi yake, Kongo itaanza kupiga hatua kwenda kufanya mikataba na hizi nchi za Ulaya na Marekani, mikataba ambayo italeta tija. Hata ukienda kwa China ukawaingiza nchini, mkakaa nao chini, mkafanya mikataba, wajenge mabarabara, ninyi mnawapa kile kitu ambacho wanachokitaka, sio mbaya, kwa sababu sio kila kitu ambacho ulichonacho kinaweza kikafanya wewe upate maendeleo. Inabidi Tshisekedi aendelee na mfumo alionao, lakini ajue kwamba Rwanda anatumia mgongo wa nchi yetu na kuifanya ikose amani ili yeye anufaike. Ndio kitu ambacho kinachoisaidia Rwanda kupata maendeleo kuliko Kongo. Lakini kwa udogo alionao Kagame pamoja na nchi yake, kwa watu alionao, hawezi akashinda nchi yetu ikiwa hizi nchi zote hazina shida na hazina vita. Nilitaka nizungumzie hilo kuhusiana na upande wa maendeleo. Vikwazo ambavyo tunakutana navyo ni kutokuwa na mahusiano mazuri na hizi nchi za kimataifa, kutokuwa na mikataba ambayo inaeleweka, kutokuwa na matokeo mazuri kwa upande wa zile taarifa zinazotoka nchini kwetu kusema kwamba Kongo ni nchi salama kutokana na hichi na hichi na hichi, ili tuwape watalii wazungu waje watembelee nyumbani kwetu, waone, waende kwenye maeneo tofauti tofauti kama mabichi, waende sehemu za kuangalia mbuga za wanyama ambazo hawajawahi kuona Afrika nzima, waende waangalie vitu ambavyo vilivyoifanya Kongo ipate umaarufu. Kwa hiyo hapo nafikiri wewe kama mzalendo utakuwa umejifunza baadhi ya vitu vinavyofanya nchi yetu ikose kupiga hatua kulingana na mainchi haya ya kijirani. Lakini kama nilivyowaambia, Kongo ina misukosuko, Kongo kuna vurugu, Kongo kuna vita mara kwa mara, lakini Kongo sio kati ya nchi za mwisho za Afrika ambazo ni maskini. Lakini matangazo na maelezo ya watu wa nchi jirani wanasema kwamba Kongo ni maskini sana. Sio kweli, maana hawa watu hawaijui Kongo, na Kongo sio nchi ambayo inayojikita kwenye masuala ya mitandao. Kongo ina watu ambao wana maendeleo, wana pesa, wapo, na Kongo ina miji ambayo imejengwa vizuri tu kama hizi nchi zingine za Afrika. Lakini vurugu na haya mauaji ndio wazungu kishaona mauaji na vurugu ndio wanakojikita huko kutangaza sana, lakini kutangaza yale ya maendeleo inakuwa ni hafifu, ili kuwaonyesha watu waliopo duniani kwamba Kongo ni mbaya, Kongo kuna hivi, Kongo sio nchi ya kutembelea. Na hapo ndipo tulipoishia sisi na tulipokwamia, kutokana na hizi teknolojia ambazo zinazoportray kwamba Kongo hakuna kitu ambacho unaweza kaenda ukatalii, hakuna maendeleo, hauwezi ukafika wewe kama mzungu kutoka maeneo tofauti tofauti. Na huo ni uongo ambao hata majirani zetu wanaenda kuongea huko kuifanya Kongo ibaki nyuma. Lakini nawaambia, Kongo siku moja itainuka, na Kongo itakuja kuwapiku ninyi wote ambao mnao uhuru, amani ya miaka mingi sana. Tutakuja kuwapiku, kwa maana nchi zenu ninyi majirani kuna mafisadi
hamfanyi maendeleo yenu kulingana na amani mlionayo yanakuwa ni madogo. Lakini sisi tunawaambia tukipata amani kama hiyo mlionayo, tutapiga hatua kubwa na mtashangaa, na Kongo itakuwa kati ya nchi ambazo zina maendeleo makubwa sana huko kwenye bara la Afrika. Mimi ni Hussein Kubwa na hii ni Kubwa Family TV hapa Cleveland. Wewe kama mzalendo mkongomani mwenzangu, subscribe channel hii ili tuwe tunaungana hapa.